Ya Katambi sio mtaalamu wa kujua uvunjaji wa amani, sio jukumu lake. Lile ni jukumu la polisi. Ndio maana wako pale wanasomea, ni taaluma. Na ni matumizi mabaya ya pesa. Kama polisi, mimi naona polisi wanahangaika mishahara midogo, wengine ration, wengine nini. Kama kuna hizo hela, kwa nini zisiongezwe kule kwenye pocho za polisi na askari ili waweze kufanya kazi yao kwa utulivu? Haya, yeye apelekewe, yeye ni nani? Yeye ni DCI? Yeye ni RCO? Yeye ni OCCID? Yaani mchakato wa kisheria, unataka mambo yaende kisheria. Hawa wanafanya hivyo tu kwa sababu wanataka kutafuta watu tu wa kuwabambika kesi na kuumiza wananchi. Mimi nadhani kikubwa ni tuzingatie uweledi. Kama tunafikiri tatizo ni pesa, wape polisi pesa za kutosha na waambie fanyeni kazi kwa uweledi, msifanye kazi kwa kama kweli kuna mhalifu mahali, fanyeni kazi yenu. Pesa hizi, wape pesa za kutosha, wape posho za kutosha, wape hamasa ya kutosha. Wewe unachukua hela kwanza kuonga wananchi waje walete taarifa. Hiyo ni rushwa. Sio, hata sio motisha, ni rushwa. Na yenye nia mbaya. Huo kitu kikubwa tunachomwambia, kama wana hela, hela ipelekwe kwenye jeshi la polisi. Na polisi wasaidiwe. Mimi nilichotarajia nimsikie kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ni kutueleza matokeo ya utekaji ambao tulifikiri ni kwa sababu ya uchaguzi yamerudi kwa kasi. Watu wanatekwa kila siku. Hatujapata statement yoyote kutoka kwa mtu mwenye dhamana. Lakini badala yake anakuja leo anakuambia kwamba anatoa sijui milioni ngapi sijui wametenga kwa ajili ya mtu atakayepeleka taarifa. Atakayepeleka taarifa kwa Katambi ni nani kwenye upelelezi wa jeshi la polisi? Yeye afanya kazi zake za kisera. Hizi kazi za kitaalamu waachie wataalamu. Kama kuna tatizo katika mafunzo, basi akawape hiyo skill alionayo kule chuoni ili wakitoka wawe wamekamilika. Mawaziri wetu wanatokana na vyama vya siasa. Kauli zao haziwezi kutenganishwa na vyama wanavyotoka kwa sababu tayari wana mgongano wa maslahi. Ndio maana tunataka jeshi la polisi ling'olewe, lisihusike kabisa. Tunaposema reform, tunataka jeshi lisihusike kabisa na michakato ya kisiasa. Liwe a free institution ambalo linafanya kazi yake kwa uweledi, likiwa na bajeti yake kamili, likifanya kazi zake kwa umakini bila kuingiliwa na maagizo ya kisiasa kama agizo alilotoa Katambi. Nadhani huo ni muendelezo tu wa matumizi mabaya ya ofisi, matumizi mabaya ya fedha za umma na matumizi mabaya ya madaraka.